Karibuni tena wapendwa katika Bwana, mabibi na mabwana, watoto wakubwa, wadogo zangu na wakubwa zangu mnaofuatilia chaneli hii ya Philemon TV. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi tena nyingine siku ya leo ili niongee na wewe maneno machache sana, lakini yenye maana na mantiki kubwa sana katika ufalme wa Mungu. Na baada ya kuwa tumeokoka sasa, tu katika ukoo wa Kristo kwa njia ya kumwamini yeye, ametupa maagizo ya kutembea katika dunia hii ambayo imeharibika kwa sababu ya yale maovu yaliyo katika dunia. Ametupa maagizo ya kutembea nayo, akamwagiza kila mtu amwaminie ahakikishe amezivaa silaha ambazo atapambana na aina yote ya madhira yanayoweza kumkuta katika ulimwengu kwa habari ya roho, nguvu za giza, mapepo, majini na kila aina ya ghasia ya mambo ya malimwengu kwenye ulimwengu wa roho ambayo shetani anatumia kumlaghai mtu hata kumfikisha kwenye eneo la kutoka kwenye imani. Sisi tumepewa mbinu na tukaambiwa tuvae silaha. Lengo kubwa la somo la leo la kuhakikisha unazo nguvu na silaha za Mungu ni kutaka tufike wote pamoja, tuimarishwe wote pamoja, tuhakikishe tumetembea kama Mungu alivyotuagiza. Nasikitika kwamba wako watumishi mbalimbali ambao masomo haya au neno hili la kuzivaa silaha wamelifundisha sana na kuelekeza sana, na mimi sipendi ukose kufahamu kile ambacho Mungu amenipa nikueleze katika habari za kuzivaa silaha na silaha hizo. Biblia inasema katika Waefeso 6 mstari wa 10, inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Biblia hapa inatupa akili ya kutambua kwamba tunahitaji hatimaye. Yani hatimaye ni neno ambalo linatokea baada ya kuwa umekwisha kuelezwa kitu fulani. Hapa anasema hatimaye, baada ya kuokoka, hatimaye tunahitaji kukaa na nguvu za Mungu ambazo ni uweza wake. Kwa hiyo nikwambie hivi, unahitaji kuwa na uweza wa Mungu ambazo sasa ni nguvu zake. Zinapatikana wapi? Anasema mstari ule wa 11 ile wa Efeso 6, anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kuna silaha ambazo Mungu ametuambia tuzivae kama Wakristo tunaotamani kwenda mbinguni, ili kwamba tuweze kupambana na hila za shetani na mitego yake na kila aina yoyote ya ulaghai. Kwa sababu hiyo, nimependa leo nikufahamishe hizo silaha ni silaha za namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Naamini unanielewa vizuri na uko makini, sikio lako linasikiliza. Mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mashindano haya ambayo yapo ya pepo wabaya yapo katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, mashindano haya, mtu anapokuwa ameokoka anahitaji kujua ni mashindano yaliyo katika ulimwengu wa roho, si katika ulimwengu wa mwili.
Ndiyo maana Biblia inasema katika Injili ya Yohana sura ile ya 4 mstari wa 24, Mungu ni roho na kila anayemwabudu anapaswa amwabudu katika roho na kweli. Amwabudu katika roho, lakini katika kweli. Kumbe silaha hizi ambazo nataka uzitambue ni zile za rohoni, sio za mwilini, ni zile za rohoni. Ukimwabudu katika roho utatambua pia na silaha hizi ambazo nasema tuzivae ili tuweze kupambana na kuzipinga hila za shetani ambazo ni wakuu wa giza wenye mamlaka katika ulimwengu wa roho na mapepo mabaya. Sikiliza mpendwa, inawezekana umeshasikia mara nyingi habari ya somo hili la silaha, lakini waweza kudaka chochote ambacho Mungu anatamani kidaki kupitia chaneli hii ya Filemon TV, na kuhakikishia ukweli ndio huu: tunapambana lakini katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 13, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Anatoa msisitizo kwamba kuna siku ya maovu, kuna siku ya matatizo. Ukishazibeba hizo silaha, siku ya matatizo utapambana. Kumbuka tu kwamba mapambano hayo si katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu wa roho. Sasa huwezi ukapambana kama hauna silaha, na huwezi ukazibeba silaha mpaka kwanza uzitambue silaha ni zipi ambazo Mungu anazizungumzia hapa katika ulimwengu wa roho. Anasema ukishakuwa umezibeba hizo silaha ambazo ni za kupambana wakati wa nyakati mbaya za maisha, katika maisha haya ya wokovu, basi simama. Maana yake kuwa hodari, kuwa mtulivu, uwe stable katika mambo yote unayofahamu wewe. Simama. Sasa tunasimamaje? Anasema unasimama kijeshi. Mstari wa 10, mstari huu wa 14 anasema hivi: basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Haya ndiyo ambayo nataka kueleze kwamba silaha ya kwanza, unasimamaje kupambana? Unasimama kupambana ukiwa na silaha umezivaa. Silaha ya kwanza ni kweli. Ukiwa na ukweli katika mfumo mzima wa ukoo wako, ukawa ni mtu mkweli, wewe umeivaa silaha ya roho, kwa sababu ukweli unatenga uongo, kwa sababu uongo na ukweli huwa unatengana. Penye ukweli uongo unajitenga, na penye uongo ukweli unajitenga. Ni jambo lisilopingika na lenye kuelezeka kwamba ukiwa mkweli watu watajua wewe ni mkweli, na hakuna mtu atakayeshindana na wewe kwa sababu umevaa silaha kweli. Ndio maana Biblia imesema katika Injili ya Yohana 17:17, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Ukweli huu tunaozungumza ndiyo neno, na hilo neno ndio linamfanya mtu atakasike au awe na utakaso rohoni. Kwa hiyo kweli inamtakasa mtu na kuwa kamili mbele za Bwana, na hiyo silaha ya ukamilifu inapokwenda ndani yako, shetani hana nafasi kwenye eneo hilo kweli. Uongo kwako hautaingia. Kwa sababu gani? Kuna ukweli, na kwa sababu ukweli hutenga uongo mbali. Kuwa mkweli, faida utaiona katika wokovu. Hiyo ni silaha ya kwanza. Simama huku ukiwa na ukweli, na ukweli huu umefananishwa na askari aliyesimama ambaye amevaa mkanda kiunoni mwake. Ile inaitwa ukweli. Ule mkanda wa kufunga kiunoni unaitwa ukweli. Simameni hali mmejifunga viunoni. Kweli, huo ni kweli. Kwa hiyo unahesabiwa kama askari katika vita. Jitambue hilo na ulifahamu hilo. Silaha ya pili, silaha ya pili anasema, silaha ya pili anasema na kuvaa dirii ya haki kifuani.
kuna dirii ya haki kifuani. Tunaposema dirii, kama nilivyokueleza hapo kwanza kwamba anasema usimame kama askari. Maaskari wowote, kama ulishawahi kuona askari amevaa mkanda unaopita kwenye kifua, ule mkanda mweusi au mwekundu, inaitwa dirii. Sasa hapa anasema ni haki, dirii ya haki, maana yake kibali au kibali cha haki, kutohukumiwa makosa katika nafsi yako mwenyewe, haki kwako ionekane. Kwa silaha ya pili ni haki. Hizi ni silaha za rohoni. Ukweli cha kwanza, cha pili ni haki. Hakikisha umekuwa mtu wa haki, usiyehukumiwa makosa ambayo sio ya lazima. Jichunguze, jithibitishe mwenyewe, jihakikishe, jiamini, jikubali. Sema unachokifahamu. Usichokifahamu kiache, kitakuumiza baadaye, kwa sababu kitakutenga na ukweli wa Mungu. Kwa hiyo hakikisha umekuwa mtu wa haki. Ndio maana kwenye Warumi 5 mstari wa kwanza Biblia inasema wazi kabisa, mkiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, muwe na amani kwa Mungu, kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amani kwa Mungu inakuja kwa sababu ya haki ambayo unayo, kwa maana hukumu makosa katika yale unayoyaamini. Jikubali, jithibitishe mwenyewe. Silaha ya pili ni haki. Silaha ya tatu ni kueleza silaha ya tatu, mstari wa 15, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Silaha ya tatu ni amani inayopatikana katika ukweli wa injili ya Kristo mwenyewe. Hakikisha umekuwa na amani. Sikiliza mpendwa mtazamaji, na wewe unayenisikiliza unifuatilia, kuna amani ya aina tatu. Kuna amani ya nafsi ya mtu mwenyewe, lakini kuna amani ya Mungu, na kuna amani kati yako wewe na ndugu yako. Hapa nachokizungumzia ni amani kati ya wewe na Mungu, ili uweze kufaulu kuwa na silaha za rohoni. Tunapozungumzia vitu vya rohoni, hatuzungumzie vitu vya mwilini, ni vitu vya rohoni. Kuwa na ukweli, kuwa na haki, kuwa na amani ambayo Yesu anaitaja katika Injili ya Yohana 14 na mstari wa 27. Amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Amani ya Kristo anapokuwa amekupa ndani yako, hiyo amani ni tofauti na amani ya binadamu. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni, nira yangu ni nyepesi. Anasema tutapumzisha. Hiyo ni amani ya pumziko ya mtu kuacha dhambi na kumwamini Kristo. Amani inakaa kwake. Kwa nini? Kwa sababu ile haki, ile kweli na ile haki inasababisha mtu huyu awe na amani. Kwa hiyo silaha ya kwanza ni kweli, ya pili ni haki, ya tatu ni amani. Twende kwenye silaha nyingine ambayo Mungu anataka uwe nayo, na hizi silaha ndizo ambazo Mungu anasema uzivae, ndipo uweze kupambana kwenye ulimwengu wa giza, kwenye mamlaka ya nguvu za giza, wakuu wa anga na mapepo mabaya. Usipokuwa na hizi ambazo nakuelekeza, utaomba sana, utahudhuria ibada za kutosha, vifungo viko pale pale. Kwa nini? Utakaa katika mfumo wa mapokeo ya kidini au mahali unakoabudu na kuabudu mapokeo. Utajua ukweli. Ukweli ndio huu. Silaha ambazo Mungu anataka uzivae uweze kupambana wakuu wa giza ni hizi ambazo nakuelekeza hapa: ukweli, haki na amani. Kingine hiki hapa ambacho Mungu anakitaka, mstari 16, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Silaha nyingine ni hii, imani. Hakikisha baada ya kuwa umefahamu kwamba silaha ya kwanza ya kuvaa ni kweli, na umeelewa kwamba ni haki, na ukatambua kwamba ni amani, nyingine ya nne ni imani. Imani ukiwa nayo, ndipo unapoweza kuzima mishale yote
yenye moto ya yule mwovu, kwa sababu imani ni ngao inayoziba mishale ya yule mwovu. Hakikisha umekuwa na imani na Mungu wako unayemwamini. Kile unachokikubali na kukiamini, hakikisha umekitenda ili kithibitishwe katika roho kwamba kweli ndicho unachokikubali. Ndiyo maana kwenye Waebrania 11 mstari wa 6 anasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, maana kila mwendaye Mungu lazima kwanza amini yuko na huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa ili uweze kumpendeza Mungu lazima uwe na imani, na ile imani ndiyo inayoweza kupambana au kukinga mishale ya yule mwovu wewe isikupate. Ukishakuwa na imani, wewe utakaa kimya, Mungu atapambana, kwa sababu umekizi vigezo vyote vya kulindwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini unanielewa, na katika hili utafuatilia chaneli hii na utagundua kwamba ni ukweli mtupu. Tuendelee. Ipo silaha nyingine hapa ambayo anatufundisha hapa. Ipo silaha nyingine ambayo Mungu anatufundisha hapa. Anasema mstari wa 17, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Silaha nyingine ni neno la Mungu. Neno ni silaha, unatakiwa kuivaa. Biblia imeuita kuwa ni upanga wa askari msituni akipambana. Ni upanga. Ukiwa na neno ni upanga wa kiroho, utaweza kupambana. Ndiyo maana Biblia inasema katika Waebrania ile sura 4 mstari wa 12, anasema neno la Mungu liko hai kabisa, ni kali kuliko upanga wao wote wakatao kuwili, linachambua nafsi na mafuta na kila kitu, natambua mawazo ya kila mtu. Neno hili. Lakini katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako katika hekima yote, mkimwimbia Mungu, mkimshukuru Mungu kupitia hilo neno kwa zaburi na tenzi. 17 anasema katika kila jambo na ulifanya katika neno kupitia jina la Yesu Kristo. Hatuna namna nyingine ya kukwepa. Silaha hizi ni za kiroho kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa silaha nyingine ambayo ni ya mwisho sasa, hapa anazungumza hapa huu mstari wa 18 anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Jambo hili ni la msingi pia, hiyo silaha, kuomba, kuwaombea watakatifu, kusimama na kumwambia Mungu juu ya watu wengine wanaomtumikia ili Mungu awatumie vizuri. Kuwaombea watakatifu, kuwaombea watakatifu. Usitengeneze ubinafsi, fanya jambo la shirika. Unapotaja neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae pamoja nasi, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi. Uhakikishe ushirika wa Roho Mtakatifu unakaa pamoja na mtu huyu ambaye anaweza kutambua thamani ya mtu mwingine. Ile Warumi 15 nasema chukuliane mizigo. Huku ndiko kuchukuliana mizigo. Biblia imesema tuombeane, kila mmoja amwombee mwenzio pale mtu apatapo nafasi. Nimeona vema nikwambie kwamba hakuna utakachokifanya, hakuna utakachofaulu cha kupambana katika mambo ya dunia hii, kwa maana ya nguvu za giza, bila kuwa na silaha hizi: ukweli, haki, amani, imani, neno na maombi. Vitu hivi vitano vikikaa ndani yako, ndicho kitu Mungu anachosema umezivaa silaha
huna hivi vitu, wewe hata kama ungekemea kiasi gani, pepo hawezi kutoka, atakuja kwako tu, atakimbia kwa muda, afa atakurudia. Kwa nini? Kwa sababu nasema pepo amtokapo mtu hukimbia huko na huko na kukaa mahali pakavu, akisha anarudi tena, anaangalia ile hali ya mtu Joseph, akiona ndani yake hamna kitu, anarudi anafanya makao tena huko ndani. Nakwambia hali yako itakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu hakuna chochote ambacho kimekaimu nafasi ya yale mambo ambayo yalikuwemo ndani yako tangu mwanzo, kabla hujatubu, kwa sababu utakuwa mtupu, hauna kitu. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka ukatubu dhambi ukaziacha, hakikisha umeingiza kitu kingine ambacho kiangalia, anakuta kuna kitu kipya ambacho kinakuwa kama Bwana wako mwenyewe. Zaidi ya hapo, utakuwa unajilisha upepo na uchungu mkali, kwa sababu utalia nyakati za mwisho kwamba nilikujua. Utasema sikufahamu kabisa. Kwa nini? Uliishi bila kuwa na silaha, kwa hiyo ulishindwa mapema. Kwa hiyo ushindi wa Kristo ndani ya mwamini ni pamoja na vigezo na masharti kuzingatiwa, yale uliyoagizwa, na ndo haya: uvae kweli, uwe mkweli, uwe na haki, uwe na amani, uhakikishe unakuwa na imani, halafu uwe ni mtu wa neno na maombi. Karibu tuendelee kujifunza pamoja. Fuatilia, utagundua ukweli ndani yake, na hili ni neno, si kwamba limekuja katika nguvu za mwili, ni katika roho. Utajifunza vitu vingi zaidi. Fuatilia, comment, like na ushare. Karibu. Bwana akubariki sana.